wasimama mbali? Kwa nini kujificha na kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa nini kujificha na kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kiburi chake mtu asiye haki, mnyonge anafuatiwa kwa ukali. Hizo walizoziwaza. Bwana, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Bwana, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha na kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa nini kujificha na kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wapendwa mapadri, mpendwa mwetu Marcelina na ukitanguliwa na mbeo waombolezaji wote, tuko hapa kumsindikiza huyu ndugu yetu katika makao ya milele. Hali hivyo sasa, hakuna tena jambo jingine lizuri na likubwa na kumpa huyu mpendwa wetu Mheshimiwa Waziri Elias John Kwandima kuliko ili tunalolifanya sasa, yaani kumwombea huruma ya Mungu atakaswe madoa ya dhambi na adhabu za dhambi na kuingia hima katika heri ya milele ili aweze kuwa mwombezi wetu. Ndugu zangu, tukiwa hapo karibuni sasa tukiri dhambi zetu ili tupate kuadhimisha mafumbo ya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mnyeri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
kufufuka. Tunakuomba umjalie kwa wema wako huyu ndugu yetu Elias John Kwandikwa, aliyelala katika Kristo, apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo la kitabu cha Hekima sura ya 4 aya ya 7 hadi ya 15. Mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehe, kwa maana uzee ulio na heshima sio kama kitu chake ni wingi wa wakati tu, wala kipimo chake idadi ya miaka, bali ufahamu ni kama mvi kwao wanadamu, na maisha safi ni kama uzee ulio mtimilifu. Huyo alionekana amempendeza Mungu, akapendwa naye, hata pindi akikaa kati ya wakosaji akachukuliwa. Naye akahamishwa ili uovu usimgeuze nia yake, wala hila isimdanganye roho yake, mradi asihiri wala utukufu kufumba roho yake. Yaliyo mazuri na uhururu wa tamaa hupotosha akili zilizonyofu. Huyo alikamilika katika siku chache, akatimiza miaka mingi, na kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana, akafanya haraka ya kuondoka katikati ya uovu. Lakini kwa habari ya uovu, hao huona lakini hawafahamu, wala hawatii mioyoni mwao neno hili, ya kwamba neema na rehema zina wateule wake, naye huwaangalia watakatifu wake. Neno la Bwana. Tushukuru Mungu. Bwana ndiye mchungaji
nanyi. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yohane sura ya 17 aya ya 24 hadi ya 26. Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Baba mwenye haki, ulimwengu haukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Neno la Bwana. Utajiri, hekima na elimu ya Mungu ni kuu mno. Huruma zake hazichunguziki na njia zake hazieleweki. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, ni nani aliyepata kuyajua mawazo ya Bwana? Ni nani awezaye kuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, ili aweze kukilipwa tena kitu hicho? Kwa maana vitu vyote vyatoka kwake, vyote vipo kwa uwezo wake na kwa ajili yake. Utukufu na uwe kwake sasa na hata milele. Barua ya Mtakatifu Paulo kwa Waebrania sura ile ya 11 mstari wa 33 mpaka wa 36. Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na waombolezaji wote, iko wazi kabisa kwetu kwamba tunapomsindikiza huyu mpendwa wetu katika makao ya milele, baba yetu, kaka yetu, kiongozi wetu na mfadhili wetu mkuu Elias John Walikwa, tulimpenda sana huyu ambaye amelala hapa. Alikuwa ni mtu wa Mungu na watu, mtu mwema sana, mcha Mungu, aliyejawa na hofu takatifu ya Mungu, mtu mpole, mnyenyekevu, mdogo, mwenye busara na hekima, mpenda maendeleo, na aliyetualika daima kwa maneno na matendo yake tuthubutu kusonga mbele zaidi, na yeye mwenyewe akiwa katika huo msukumo. Alikuwa ni mfadhili wetu mkubwa sana,
katika maendeleo yetu ya kiroho na ya kimwili. Kumbe katika mtazamo wa kibinadamu, katika matamanio yetu, tungependa sana aendelee kuwa pamoja nasi. Kama tungekuwako na kumshauri Mwenyezi Mungu, mimi ningekuwa wa kwanza kumshauri, kumwomba. Tunakuomba sana Mungu Mwenyezi, utuachie kwanza huyu mpendwa wetu, rafiki yetu, ndugu yetu na mfadhili wetu, Baba Elias John Kwandikwa. Ningemwambia bado tunamhitaji sana. Nikiwa nakumbuka alivyonisaidia kwenye maeneo mbalimbali ya kichungaji hapa jimboni Kahama, kule Ushetu, Nyamilangano, Chona, kule kanisa kuu, kule Nyasubi, na jimbo lote lilikuwa ni lake. Hachagui kwamba yeye ni mtu wa parokia ya Marko Mwinjili moja na akawa anasali hapo tu. Amesali katika jimbo lote, na anaposali ni mwepesi wa kujifunza mazingira yakoje, na anatushauri. Kani mwambie Mwenyezi Mungu tafadhali, tuangalie kwa macho ya huruma, tuangalie kwa jicho lako la kulia, umwache kwanza tukae naye. Lakini ndugu zangu, mmesikia hilo neno tulianza nalo, kwamba Mungu hana mshauri, anatenda yeye peke yake katika misingi ya hekima na upendo wa ajabu, na kazi yake haina makosa, iko vizuri tu, imekamilika. Kumbe hatuna nafasi hapo ya kumuuliza swali ya kutoa ushauri. Ndio maana ile sehemu ya kwanza ya Mtakatifu Paulo anamshangaa Mungu, anasema nani sasa awe mshauri wake? Ni namna hiyo, hana ushauri. Siku ile tarehe 31 mwezi uliopita nilikuwa kule Moshi, mama akanipigia usiku, akaniambia baba askofu, hali sio nzuri ya mume wangu, naomba uende kanisani. Na kwa kweli nikaenda kanisani na nikamweleza kama nilivyosema hapo juu, tunaomba utuachie baba Elias, tunamhitaji Mwenyezi Mungu. Sasa umefajilia hivi maeneo yetu, majimbo yetu, unataka na huyu tena. Nikamwomba sana mama, nilisikia neno lako, nilienda kanisani, lakini Bwana amenichukua, kwa sababu nguvu, uwezo na mamlaka ni vyake, na sisi tunapiga magoti hapo hapo kuungama uwezo na mamlaka ya Mungu mkuu. Ndugu zangu, tunarudia hapo kusema utukufu na uwezo uwe kwake sasa na hata milele. Katika somo la kwanza tumelichukua kwenye kitabu cha Hekima, sura ile ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 15. Mwandishi anatufundisha kwamba mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati atastarehe, na kwamba uzee ulio na heshima sio habari ya miaka mingi, ni habari ya maadili matakatifu, ni habari ya maisha matakatifu. Uzee unapatikana huku kwa kadiri ya mtazamo wa Mungu, kwa kadiri ya mantiki ya Mungu. Uzee unapatikana huku, ukamilifu unapatikana jinsi watu wanavyokazana katika maadili mema, katika utakatifu, kufanana na Mungu ambaye ametuumba kwa mfano na sura yake. Kwa hiyo huyu tunaambiwa kwamba katika siku chache alimpendeza Mungu, alikamilika kwa siku chache sana. Mungu akapendezwa naye na akapenda kumchukua mapema kutoka kundi la wakosaji ili asije akachafuke. Akamchukua mapema ili akakae naye. Kumbe sisi tunapowaza kwamba tumempoteza, kumbe yani Mungu ameshaona amekamilika, vipimo vyake vinasema amekamilika. Akapendezwa naye sana, akamhamisha mapema kwenda kwake, akamhamisha mapema kutoka katika kundi la wakosaji. Sasa sisi wakosaji, jamani, Mungu usituulize, Mungu anafahamu na vipimo vyake ili asije akachafuke, lakini cha pekee akakae naye. Tukumbuke ndugu zangu kwamba watu wazuri, watu wema, watu wanyofu
sio tu kwamba wanapendwa na Mungu, sio kwamba tu wanapendwa na sisi, wanapendwa sana na Mungu kabla sisi hatujawapenda. Na ni katika muono huo, katika msingi huo alivyomwona akapendeza moyo wake, aliangalia unyofu wake akapendezwa naye. Kwa hiyo akaamua kumhamisha ili akae karibu naye, ili amzunguke Mungu. Sasa kama ndio hivyo, hii ni heshima kubwa sana pia kwetu, ni heshima kubwa sana hasa kwa mama yetu mpendwa, mama Marcelina anayeongeleza. Ni heshima kubwa sana mama, mume wako amechukuliwa kwenda kukaa karibu na Mungu, kumzunguka Mungu. Ni heshima kubwa sana kwa familia, ni heshima kubwa sana kwa taifa na kwa kanisa, kwamba tuna mmoja wa namna hiyo ambaye anaonekana kwa kweli amempendeza Mungu. Na sisi tunapohangaika kwamba wakati ulikuwa hujafika, kumbe ameshamaliza. Ndugu zangu, niwaalike wote tuone kwa pamoja ukweli huu kwamba Baba Elias ni tunda pelevu. Alikuwa tunda pelevu, tunda adilifu, tunda zuri, tena kutoka katika udongo huu ambapo tumekaa. Ni heshima kubwa sana kwetu kwa tunda zuri, tunda adilifu, tunda angavu kama hilo kutoka huku nyumbani kwetu. Tunamshukuru sana Mungu, and we feel proud of it. Tuna mmoja wa namna hii katika mazingira yetu, ambaye sio kwamba amependwa na Mungu tu, huyu amependwa sana hata na serikali, amependwa sana na jamii, amependwa sana na kanisa, hivi kwamba kilio chetu leo, msifikiri kwamba ni kilio cha kanisa Katoliki tu, ni kilio cha taifa, ni kilio cha jamii, ni kilio cha wana wote wa Mungu, kwa sababu mtu mwema anaguza moyo wa kila mtu, kwani tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kila mmoja wetu amebeba sura ya Mungu ndani yake, na Mungu ni mwema, ni mwadilifu, ni mtakatifu. Kwa hiyo kila mmoja, ni wengi sana wamevutwa naye na wangependa kuendelea kukaa naye ili aendelee kuwaguza kwa hizo fadhila zake. Nafasi yake aliyokuwa nayo kitaifa na jamii ni kubwa sana, hata ukilinganisha na umri wake. Mkuu wa majeshi, sisi kwenye Biblia tunajua mkuu wa majeshi ni Mungu. Mkuu wa majeshi yaani ametoka huko kwenye udongo wetu. Hatungekuwa hapa nikisema makofi na kigelegele, lakini sasa haturuhusiwi kwenye siku kama hii. Yaani mkuu wa majeshi na JKT Tanzania nzima. Halafu nyinyi mtaona hapa leo, tutashuhudia hapa jinsi ambavyo anasindikizwa vizuri, sio kikanisa tu, hata kitaifa. Kitaifa ni wachache sana tulioko hapa, tutazikwa kwa heshima kama huyu. Na mimi na majimbo mawili ya Wakristo makubwa. Moshi tunaanzia uwanja wa ndege kule Masaini, tunakwenda mpaka Tarakia, tunaelekea mpaka Kenya kule, ni jimbo la Moshi. Ukija Kahama tunaanzia Isaka, tunakwenda mpaka Kagera. Tunaparukia Kagera sisi, kule Kania. Halafu tunatoka Salawe, tunakwenda Kigoma. Sasa wewe unafikiri mpaka tupate masishi kama haya? Hakuna chochote. Utaona tu maaskofu wameinua hapo, wanaenda kufikia kwa saa kesho, naambia ni tayari ameshazikwa. Sasa ni kwa nini huyu? Heshima kubwa namna hii ni watu wanyofu, watu wanyenyekevu, watu wa Mungu na wa watu, ndivyo wanavyoinuliwa kwa namna za ajabu. Yaani amepata heshima kubwa sana kitaifa. Kwa waziri wa ulinzi, nikamwambia majeshi yote yako kwake. Na JKT kule tulipokuwa wanatuonyesha, anasema ruka kumbavu, ruka. Yaani virefu kama shetani, ruka. Alafu unaporuka unakuwa unalia, unakuwa unaimba
kuruta nalia, yeye kuruta nalia, yeye. Imba vizuri, imba unataka mwenyewe. Niliyataka mwenyewe, niliyataka mwenyewe, ninalia sasa ninalia. Nani alikwambia ufike form 6? Kama nataka ukae kama sisi, kuja kama sisi. Ruka. Kuruta nalia, yeye kuruta nalia, yeye niliyataka mwenyewe, niliyataka mwenyewe, ninalia nini sasa? Kwa anapiga mateke huko nyuma ya buti. Sasa huyu kumbe nikafikiria kweli kwa kama kutukora miaka ile, huyu bado yuko kule. Heshima kubwa sana, maana tunawafahamu watu namna gani wanapoingia, tunavyoshtuka. Sasa ni heshima kubwa sana. Ni kwa nini? Watu wanyenyekevu, watu waaminifu, watu wanaowapenda watu ambao wana matabaka. Hivi tu tutakavyoona, wawe ni Wakristo, wawe ni wapagani, wawe ni wa dini gani, mtu wa Mungu ni wa Mungu tu. Wache kujambatanisha na dini kwamba huyu wa dini hii ni afadhali. Hakuna unyofu wa ndani. Ule Bwana wa Mungu ukoje huko ndani? Unang'aa namna gani? Ndugu zangu, hili pia ni somo kwetu kwa sana. Mimi kwa kweli naona kwamba ni fahari. Mimi nilikuwa nirudi Moshi leo saa 8 ya usiku, nikasema hapana, mpaka nifike. Nishatoka hapa naanza safari ya kurudi jimboni Moshi. Kwa sababu ya ukuu wake, unyofu wetu, alivyogusa jimbo la Kahama, anavyogusa Watanzania. Ndugu zangu, ni vizuri tulione hilo kwamba unyofu wake, unyenyekevu wake na udogo wake ndio unaompa heshima hii kitaifa, kikanisa na katika jamii yote. Na hivi ninawaalika tulione hili katika mtazamo wa imani. Hatujapoteza, tumepata. Yesu anatuambia katika Injili ya leo, ile sura ya 6 aliyosomea pale, mstari ule wa 41 mpaka 51, kwamba yeye Yesu anainua macho mbinguni kwa Baba. Anamwambia Baba, hawa wote ulionipa nataka pale nilipo wawe pamoja na mimi daima, waweze kuona utukufu ulionipa. Sasa utukufu ambao Baba amempa Yesu ni mkubwa sana. Ni kukaa kuume kwa Baba ambapo uzuri wote upo, utukufu wote, raha yote, amani yote, faraja yote. Sasa huyu yuko hapo, maana yeye mwenyewe anasema wale wote ulionipa wakae mahali popote nilipo, ili waweze kuonja utukufu ulionipa, wautazame, wafurahi pamoja nami. Sasa mahali alipo Yesu tunavyofahamu kwa kadri ya imani yetu ni kuume kwa Baba, ambapo neema na baraka zote, utakatifu wote unabubujika. Na huyu Baba yetu mpendwa, kiongozi wetu, mfadhili wetu, yuko hapo, anafurahia utukufu ambao Mungu alimpa Yesu. Ndugu zangu, hatujapoteza. Tumempata mwombezi mzuri, mama yetu mpendwa Marcelina, unipe moyo. Umepata mwombezi kwa karibu kabisa katika familia, na sisi kitaifa ni mahali kwa kuangalia. Tunapokuwa na watu wa namna hii, tulitaka tuendelee kuwa nao, waendelee kutukanjia kimaisha, lakini Mungu amependa ili labda tunapofanya reference iweze kuwa na uzito zaidi, tunapokumbuka siku ya mazishi iweze kuwa na uzito zaidi kwetu. Tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu. Basi anabakia kwa binadamu, pamoja na kwamba tulivyomuona, tulivyomwenzi, nani anafahamu yaliyo ndani kabisa ya moyo wa mtu? Ni Mungu tu. Basi tuendelee kumwombea katika sala hii na sala nyingine zitakazofuata, ili Mwenyezi Mungu mwenye huruma apende kutakasa madoa ya dhambi katika nafsi yake, na adhabu za dhambi kama zipo azitakase kabisa, na ampokee katika kundi la malaika na watakatifu wake, na hivi awe mwombezi wa mke wake, awe mwombezi wa familia, ndugu na jamaa, awe mwombezi wa taifa, awe mwombezi wa kanisa na jamii yote ya mwanadamu. Tumsifu Yesu Kristo. Sala za maombi. Wapendwa ndugu zangu, tumwendee sasa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alikufa kwa ajili yetu na ambaye Mungu Baba alimfufua kutoka wafu.
Tumuombee kwa namna ya pekee huyu mpendwa wetu Elias John Kwaligwa aliyotutangulia katika uzima wa milele. Umtakase na madoa yote ya dhambi na kumpokea katika ufalme wake wa mbinguni. Bwana, twakuomba utusikie. Uyakamilishe ndani yake ulioanzisha katika ubatizo wake. Bwana, Twakuomba utusikie. Umtukuze kwa mema yote aliyowatendea wenzake katika maisha yake duniani. Bwana, Twakuomba utusikie. Uwatulize na kuwafariji wote waliofiwa na wanaohuzunika kwa ajili ya marehemu wetu. Bwana, Twakuomba utusikie. Utupe moyo wa kujiandaa kila wakati kwa ajili ya kukutana nawe kwa njia ya kifo. Bwana, Twakuomba utusikie. Uwe hakimu mwenye huruma kwa marehemu wote na kuwarudishia tuzo kwa mema yao. Bwana, Twakuomba utusikie. Bwana, uwape marehemu wetu na kwa namna ya pekee mpendwa wetu ndugu Elias John Kwaligwa uzima na mwanga wa milele. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Maana uzima wa waamini wako Bwana hauondolewe, ila unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni yakishabomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wako pamoja na viti vya enzi na milele na majeshi yote ya malaika wa mbinguni twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Mbinguni azimejaa
tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe aletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba viangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye alikafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Karoli Lwanga msimamizi wa jimbo letu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote, upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani. Francisco na Askofu Ludovic Joseph Minde, msimamizi wa kitume wa jimbo letu, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umpokee mtumishi wako Elias John kuandikwa kwako, uliyemwita kwako leo kutoka dunia hii. Ujalie kwamba
yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, hali kadhalika ashiriki sasa ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu, maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama mpeane amani. Mwana-Kondoo wa Mungu
Mtakatifu wanaalikwa wale Wakristo wa Katoliki tu na wale waliojiandaa. Afike kwenye karamu ya milele ya Kristo kwa nguvu ya chakula hiki. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu katika jina la Bwana. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.